Mazishi ya Padri Kanute Mkwe Shirima aliyefariki akiwa na umri wa miaka 84 aliyewahi kuwa baba gombera wa seminari ya Uru yamefanyika katika makaburi ya mapadri ndani ya shule sekondari ya Uru Seminari, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Ibada hiyo imeongozwa na askofu wa jimbo Katoliki Moshi, Ludovic Minde, huku waumini na viongozi wa dini wakiungana kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Wakati kama huu tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia huyu padri. Tumeona ameitwa kweli na Mwenyezi Mungu kama padri, akawa mwaminifu sana katika wito wake, akaweza kuwa padri tena katika kipindi kigumu cha mwanzo wa shirika hili la mapadri wa Yesu Mtume. Lakini sasa tunaona kwamba alikuwa ni mlezi, amelea watu wengi kwa dhati kabisa, kama tulivyosikia, amelea maaskofu. Tulikuwa kule Kigoma kwenye mafungo ya maaskofu wote, tulikuwa kule, tumetoka tulizo Ijumaa, na wale maaskofu waliowalea wamekuwa kwenye mahangaiko makubwa sana. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki ibada hiyo na kueleza mchango wa Padri Kanute katika malezi ya kiroho na elimu kwa vijana. Tumejifunza mengi sana kwa Padri Kanute. Moja ya mambo ambayo wiki mbili za kwanza yalinipa tabu sana seminari ni kuona tunakaa kwenye kanisa hili, tunamaliza kusali, tutoi sadaka. Na uzalendo uliponishinda, nikaenda kumuona ofisini, nikamwambia nataka kujua kwa nini hatutoi sadaka. Akaniambia ni kwa sababu nyinyi na sisi ndio tumejitoa kwa sadaka, sisi wenyewe ndio sadaka. Kwa hiyo wakati natoka seminari, moja ya jambo aliniuma ni kutokuwa sadaka tena. Kwa kweli mapata na maaskofu mimi na wivu sana, sababu nyinyi ni sadaka tayari. Nilikumbuka ile kwa sababu ni kundi letu la alumni, niliona maswali kwa michango ya mafaza milioni imenikala kwa sadaka, tukasema mafaza wao wenyewe ni sadaka tayari. Lakini faza alikuwa anatujua wote, alumni wenzangu ni mashahidi. Hakuna mwanafunzi ambaye faza alikuwa hajui binafsi vizuri. Nchimbi amemweleza Padri Kanute kuwa alikuwa mfuatiliaji hata kwa wale walioamua kuondoka katika shule hiyo, na bado aliweza kuwapa nafasi ya kuunganisha na mashirika mengine ili wafikie ndoto zao. Pamoja na kuondoka seminari, Padri Kanute aliniunganisha na shirika la Rosminian Fathers. Akasema wewe bado naamini unaweza kuja kuwa mtawa. Akaniunganisha nao, na kila mwaka nilikuwa naenda kwenye mafunzo, kila likizo kwenye mafunzo kituo cha Bikwa Sisters. Tunafungiwa kule mwezi mzima kila mwaka mpaka nimaliza form 6. Hakuniacha nikaondoka, aliendelea kunifuatilia. Haya mapenzi ya pekee ya mzazi, ya mlezi, ya baba. Kwa hiyo nasema hakuna namna mimi nitakosa kushiriki. Mwaka jana mwishoni niliongea na baba askofu Joseph Mrola. Tukajadili sana mapenzi ya Padri Kanute, na tukakubaliana kushirikiana kumwalika mwaka huu aje kukutana na alumni wake. Na mimi niliahidi nitakata tiketi. Lakini pia rais wa alumni President tulimjulisha hapo, niliongea na baba askofu, na yeye akamjulisha Padri Kanute. Akafurahi sana. Ilikuwa mwezi ujao, ilikuwa Pasaka hii ndio anakuja kukutana. Dr. Nchimbi amesema ili kuweka kumbukumbu ya Padri Kanute katika shule hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa kiasi cha shilingi milioni 50 zitakazosaidia katika kujenga kumbukumbu ya Padri Kanute shuleni hapo. Rais wa wanafunzi waliowahi kusoma shule ya sekondari ya Uru Seminari, Brendan Maro, amemtaja Padri Kanute kama mtu aliyechochea maendeleo ya shule hiyo, ikiwemo kuanza kwa kidato cha 5 na 6. Na katika kipindi kifupi alichokaa hapa, alianzisha ngazi ya A-level, yaani kidato cha 5 na kidato cha 6. Miongoni mwa wahitimu wa mwanzo wa ngazi hii ilijumuisha baadhi ya wabunge, mawaziri na viongozi waandamizi mbalimbali waliohudumu
mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa Baba Shirima alidhihirisha umahiri wake katika kupanga mipango inayotekelezeka na kusimamia utekelezaji wake kwa nidhamu ya hali ya juu ili kufikia malengo yaliyotarajiwa. Hakika Padre Kanuti Mkwe Shirima ni mwanga na mfano wa kuigwa na viongozi wote wa kanisa na taifa letu. Mhashamu Baba Askofu, tunaungana na familia na wanashirika wote wa mitume wa Yesu kumwombea huruma ya Mungu ili Kristo aliyemtumikia kwa bidii na umakini mkubwa alipokuwa nasi amstahilishe maisha ya furaha na amani milele mbinguni. Baada ya ibada, mwili wa marehemu umepumzishwa kwenye makaburi ya mapadri, huku waombolezaji wakiendelea kuenzi maisha yake na mchango wake kwa jamii. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba tujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Padre Kanute Mkwe Shirima atakumbukwa kwa mchango wake katika elimu na malezi ya kiroho, hususan kwa wanafunzi wa seminari ya Uru. Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.